msikilizaji. Tukiendelea ni kwa wabunge wa Ulaya wamejadili maazimio kuhusu mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema Tanzania Tundu Lissu na kulaani kitendo cha kukamatwa kwake pamoja na tuhuma zinazomkabili ambazo wanasema zinaonekana kuwa za kisiasa na zinazobeba hatari ya kifo. Hatua hiyo imeafikiwa baada ya bunge hilo kufanya kikao cha dharura kujadili swala la mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Mwandishi wa BBC Alfred Lastek anaelezea maazimio yaliyojadiliwa na ni yapi. Jioni wanatarajia kupiga kura na kuhusu maazimio ambayo yalipitishwa siku ya jana yanayomhusu mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu. Sasa bunge hilo kwanza lililaani kitendo cha kukamatwa kwake pamoja na tuhuma zilizokuwa zinamkabili ambazo wanasema kuwa zinaonekana kuwa ni za kisiasa na zinabeba hatari ya kifo kwa mwanasiasa huyo nguli. Kwa nini bunge hilo linasema mashtaka haya hayana uhalali? Bunge hilo katika mjadala wake, Sarafina, wanaeleza kwamba kumekuwa na ukandamizaji unaoendelea, kumekuwa na ukamataji wa hovyo nchini Tanzania, unyanyasaji dhidi ya makundi mbalimbali ya wanasiasa, watetezi wa haki za binadamu na pia mpaka kwa wanaharakati wa mapenzi ya jinsi moja, sambamba pia na waandishi wa habari. Sasa jambo hilo wanasema kwamba limepelekea hali hii ambayo wanasema ina msukumo wa kisiasa. Sasa wanataka nini kifanyike? Walikuwa na mambo kadhaa ambayo waliazimia jana, na moja, wameitaka serikali ya Tanzania kumwachia mara moja Lissu na kumwachia kwake ni bila masharti yoyote ili kuhakikisha usalama wake na haki yake ya kusikilizwa. Wanataka kusiwe na masharti ya aina yoyote na apate uwakilishi wa kutosha wa kisheria anapokuwa mahakamani. Pia wametaka pia kubalike na kufanyike chunguzi huru dhidi ya kile wanachosema ni dhuluma za polisi. Kumekuwa sambamba na wamekuwa wakidai kuwa kumekuwepo na utawala mbovu wa sheria, uminyaji wa vyombo vya habari. Wanasema kwamba matukio haya yote yanahitaji uhuru katika kuchunguza, na hilo ndilo moja ya jambo kuu ambalo wamelishikilia kidete wakati huu ambao wanataka kupiga kura. Azimio hilo linalopigiwa kura si kuhusu Lissu pekee, linazungumzia pia mustakabali wa kidemokrasia wa Tanzania. Sasa ni lipi pendekezo lao? Kwanza walielezea Lissu, lakini cha pili wanasema kwamba vyama vya siasa vinapitia pia wakati mgumu, na wamezitaka mamlaka za Tanzania kuhakikisha kwanza wanairejesha Chadema kwenye uchaguzi wa Oktoba. Kama unakumbuka, Chadema haikusaini hati za kuelekea kwenye uchaguzi wa Oktoba ambazo tume ya uchaguzi ya Tanzania iliwasilisha kwa vyama mbalimbali kwa ajili ya kusaini ili kuthibitisha ushiriki. Na Chadema hoja yao kubwa ilikuwa ni kwamba wakubaliani na mchakato, na walikuwa wanataka mabadiliko ya sheria kwenye tume ya uchaguzi, ambapo walitaka kuwe na uhuru wa kupatikana kwa viongozi na waendeshaji na wasimamizi wa tume huru ya uchaguzi. Kama unavyofahamu, nchini Tanzania mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ni mteule wa rais wa Tanzania. Sasa wanasema ili kuwe na nafasi sawa kwenye uchaguzi, basi wanataka teuzi huo usiwepo, tafute mtu katika mchakato ambao ni wa wazi na unaoshirikisha vyama vyote. Sasa turejee hapo Tanzania. Mamlaka za Tanzania zimeitikiaje hadi sasa tamko ama kauli za bunge la Umoja wa Ulaya? Serikali haijatoa tamko lolote mpaka sasa, lakini kumekuwa na hoja mbalimbali mitandaoni. Kumekuwa na mvutano, kuna mashabiki wa vyama vya upinzani, chama dola, chama cha Mapinduzi, wamekuwa na mabishano kwenye mtandao, wengine wakituhumu chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kikichafua nchi kwenye mabunge mbalimbali. Lakini majira ya asubuhi leo pia kulikuwa na hoja ya mbunge mmoja ambaye alisema kwamba kesi hiyo inaendelea, wasingependa serikali iingilie wala bunge liingilie au kujadili, kwa sababu kuna kesi ya msingi ambayo Lissu anayo ambayo yuko mahakamani, na kwamba wasingetaka kuingilia mambo ya mahakamani. Isipokuwa wanasema kwenye hoja ya mbunge huyo ni kwamba kuna swala la mapenzi ya jinsi moja. Wanasema kwamba bunge hilo linashinikiza Tanzania kukubali haki za watu wa jinsi moja, kitu ambacho yeye anasema kwamba ni udhalilishaji wa taifa la Tanzania. Na mjadala huo uliishia hapo, haukuwa na maoni mengi kutoka kwa wabunge wengine.
Mwanzilishi wa Microsoft Bill Gates anasema atagawa karibu mali yake yote katika kipindi cha miongo miwili ijayo na kisha atafunga wakfu wake wa Gates. Ametenga dola bilioni 200 kwa ajili ya watu maskini zaidi duniani, akisema hakukusudia kufa tajiri. Aliongeza kuwa alitaka kusaidia kukomesha vifo vinavyoweza kuzuilika vya watoto wachanga na kina mama katika kile kinachoonekana kama shutuma kwa Rais Donald Trump. Wakfu wa Gates tayari umetoa dola bilioni 100 tangu ulipoanzishwa miaka 25 iliyopita. Na vikosi vya wapiganaji wa Rapid Support Forces RSF vimeendelea kulenga eneo la jeshi la Sudan kwa siku ya 5 mfululizo na kusababisha raia kukimbia Port Sudan. Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yalilenga kambi kuu ya wanamaji wa nchi hiyo pamoja na ghala za mafuta kusini mwa mji huo. Ubalozi wa China nchini Sudan umewataka raia wake wote kuondoka nchini humo haraka iwezekanavyo kwa sababu ya kuzorota kwa hali ya usalama. Ubalozi huo pia umeonya juu ya uhaba wa maji, umeme na mafuta. Tangu kuanza kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe miaka 2 iliyopita, Port Sudan imechukuliwa kuwa kimbilio salama. Sasa tuelekee kwenye vita vya Ukraine na Urusi, ambapo nchi hizo mbili zimeshtumiana kuhusu ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano kwa siku 3 yaliyotangazwa na Rais wa Urusi Vladimir Putin. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine amesema majeshi ya Urusi yamekuwa yakifanya mashambulizi kila kona, haswa katika mji wa kaskazini mashariki wa Sumi ambao umeshuhudia mashambulizi makali sana. Victor Kenani na maelezo zaidi. Vyombo vya habari vya serikali ya Urusi vinasema usitishaji mapigano kwa siku 3 uliopendekezwa na Moscow katika vita kati yake na Ukraine vimeanza kutekelezwa. Ukraine imepuuzilia mbali makubaliano hayo, lakini Rais Zelensky alirudia siku ya Jumatano usiku kwamba Kiev iko tayari kuzingatia usitishaji mapigano wa siku 30. Alisema ni haki kabisa kwamba anga ya Urusi si salama, akimaanisha msururu wa ndege zisizo na rubani za Ukraine ambazo Urusi ilisema ilidungua mapema. Katika hotuba yake ya kila usiku, Bwana Zelensky alilaani Urusi kwa kushindwa kujibu pendekezo lake. І абсолютно справедливо, що російське небо Ni haki kabisa kwamba anga ya Urusi, anga ya mchokozi pia kutakuwa salama kama vile anga yetu. Pendekezo la Ukraine la kusitisha mashambulizi na kuanzisha angalau siku 30 za kusitisha mapigano bado linasalia. Hatuondoi pendekezo hili ambalo linaweza kutoa nafasi ya kidiplomasia, lakini Urusi haijatoa jibu linalongojewa na ulimwengu isipokuwa kwa kufanya mashambulizi mapya. Hili linaweka wazi kwa wote chanzo cha vita hivi. Akizungumza na BBC, mbunge wa Ukraine ambaye pia anahudumu kama mwanajeshi Sviatoslav Yurash alishtumu Moscow kwa kudanganya tena. Tunaiona Urusi kama isiyokuwa na ukweli wowote. Inadanganya tena na tena na kujifanya wanafanya jambo ili hali hawafanyi chochote. Narudia tena, ukweli ni kwamba sisi ni nchi ya kwanza kutaka amani na tunataka amani ya kudumu. Hatutaki amani ambayo itavunjika baada ya muda mfupi na kisha Urusi ichukue nafasi nyingine kujaribu kutuua na kutuangamiza. Wakati huo jeshi la anga la Ukraine linasema ndege za Urusi zilishambulia kwa mabomu eneo la Sumi kaskazini mwa Ukraine muda mfupi baada ya usitishaji mapigano uliotangazwa na Urusi kuanza kutekelezwa rasmi. Madai hayo ya Ukraine hayajathibitishwa. Urusi inasema usitishaji vita wake wa siku 3 umepangwa kwenda sambamba na sherehe za kumbukumbu za vita vya pili vya dunia ambavyo kilele chake ni siku ya Ijumaa. Andrei Fedorov alikuwa naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi na sasa anaishauri Kremlin kuhusu sera za kigeni na masuala ya Ukraine. Akizungumza na BBC, alidai Moscow inahofia kwamba sherehe hizo zinaweza kulengwa na ndege zisizo na rubani za Ukraine. Urusi ina wasiwasi mkubwa juu ya uwezekano wa kushambuliwa na ndege zisizo na rubani za Ukraine kesho tarehe 9 mwezi wa Mei, ambayo ni siku ya kusherekea siku ya ushindi. Na jana, kama unavyojua, ndege 509 zisizo na rubani zilishambulia Urusi. Kwa hivyo huu ndio wasiwasi wa uongozi wetu. So this is the concern of our leadership. Waziri mkuu wa zamani wa Uswidi na mwenyekiti mwenza wa Baraza la Ulaya la mahusiano ya kigeni Carl Bildt aliambia BBC kwamba usitishaji vita wa Rais Putin wa pande moja ulikusudiwa kulinda sherehe za siku ya ushindi wa Moscow. He has the big parade. Ana gwaride kubwa huko Moscow na viongozi wengi wa ulimwengu. Pengine ana wasiwasi fulani kuhusu uwezekano wa ndege zisizo na rubani za Ukraine kuonekana ghafla
ghafla kwenye anga ya Moscow na anataka kuzuia hilo kutokea.